Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, Mungu ni mwema kila wakati. Naomba tumshukuru Mungu kwa kumwambia asante kwa makofi na vigelegele kwa Dominika hii ambayo Mungu ametupa. Ndugu zangu, naomba tuendelee na mafundisho ya Yesu Kristo katika hii Injili ya Yohane sura ya 14. Ni maneno ya Yesu Kristo mbele ya wanafunzi wake, mbele ya wafuasi wake. Ni mwendelezo wa mafundisho yale ambayo tuliyasikia Dominika iliyopita. Ni maneno ambayo si tu ya kawaida, bali yanagusa maisha ya kila mmoja. Si tu ya kawaida, bali yaligusa maisha ya wanafunzi, wale waliokuwa na mawazo, waliokuwa na masikitiko, waliokuwa na msongo, waliokuwa na maswali mbalimbali juu ya nini kitatokea baadaye. Ndugu zangu, maneno ambayo Yesu ameongea anasema si ya kawaida, kwa sababu mimi na wewe tuna uzoefu fulani hivi. Tumepitia mazingira fulani ambapo tunaongea na mtu, lakini yule mtu tunajua ana siku moja au mbili hata kuwa pamoja na sisi. Mara nyingi tabasamu lake, kumbatio lake, mkono wake, maneno au neno lolote analolisema linakuwa na maana, kwa sababu anaongea neno la mwisho. Na mara zote tunaomsikiliza au tunaomsikia tunakuwa makini sana kusikia neno kwa neno ni kitu gani anasema. Lakini japo tunasikiliza, mioyo yetu wakati fulani inakuwa na huzuni mkubwa sana. Ndugu zangu, mimi na wewe inawezekana tukapitia katika hali hiyo, au tupo katika hali hiyo ambapo wakati fulani tunaona kana kwamba Kristu ametuacha, Kristu anaondoka, Kristu yuko mbali na sisi. Tupo katika hali hiyo ambayo wanafunzi wanayo. Tuangalie mazingira hayo. Nilisema Dominika iliyopita, kwa wale waliofuatilia, niliita usiku wa giza, kwa sababu Kristu aliongea mafundisho haya, aliongea maneno haya wakati wa usiku, wakati wa karamu ya mwisho. Ndiyo ilikuwa karamu yake, au kukaa nao wanafunzi kwa mara ya mwisho chakulani, wakila pamoja katika mwili wake wa kibinadamu kawaida, kabla ya kupata mwili wa utukufu. Ndugu zangu, wanafunzi wakiwa wanajiuliza kitu gani Kristu anataka kufanya au kitu gani kitatendeka baadaye, naye akijua kwamba anaondoka, anawaangalia, anawaambia maneno mazuri sana. Niwaombe sana msome hii sehemu. Haya maneno ni utajiri mkubwa sana. Na hata kama unapitia changamoto au kuna ndugu yote unaona wakati fulani anaona Mungu amemwacha, asome kwa tafakari sehemu hii ya maandiko matakatifu. Yohane sura ya 14. Maneno haya ya Kristo akiongea na wafuasi wake. Kuna mengi sana hapa ndugu zangu ambao tunataka tafakari. Lakini naomba tutafakari maneno mangapi? Mawili ambayo Yesu Kristo anayasema mwenyewe, anawaambia wanafunzi wake, lakini pia anatuambia mimi na wewe ambao tunamsikia au tunamsikiliza katika hali zetu za maisha. Je, Yesu anasema nini pamoja nasi? Anatuambia nini kabla ya kuondoka kwake? La kwanza, mwambie jirani yako, mkinipenda mtazishika amri zangu. Hiki ni kitu ambacho usikisahau, au yoyote yule anayepitia changamoto au ambayo yupo katika msongo kama wanafunzi asikisahau, na umwambie asikisahau kamwe. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Yesu anawaangalia wafuasi wake kwa upendo mkubwa sana. Anawaangalia macho yao, anaangalia mioyo yao, macho yao ambayo yanakuwa yanalengwa na machozi, japo machozi hayo hayatoki. Anaona mioyo yao yenye masikitiko makubwa sana. Anawaangalia hao wanafunzi. Yesu Kristo anaangalia nafsi zao zilizojaa upweke na utupu. Anawaangalia, angalia hayo mazingira. Nataka utafakari hao mazingira ambayo Yesu Kristo yuko na wanafunzi wake. Anaangalia mazungumzo yaliyo ndani ya mioyo yao. Mazungumzo ambayo yanasema usiondoke, usiondoke, usituache, tunakupenda. Hawasemi kwa sauti, lakini Kristo anayeona ndani anatambua hawa wanasema usiondoke Bwana, usituache peke yetu, usituache, usituache, usituache. Ndipo Yesu Kristo anawaambia, japo mnasema nsiwaache, japo mnasema mnanipenda mimi niendelee kubaki pamoja nanyi, hebu kumbukeni, hebu shikeni hili.
mkinipenda kweli mtashika amri zangu. Ndugu zangu, nasema hivi kwa sababu gani? Kristo anaongea na sisi kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao wakati fulani, ambao wakati wa matatizo tunajikinai kwamba tunampenda Yesu Kristo, tunajiita wa Kristo. Wakati fulani tunaimba, kusifu na kuabudu, tunalia kabisa. Tunaona Yesu Kristo ametuacha, tunamwambia usituache, tunamwambia usiondoke pamoja nasi, kaa pamoja nasi Bwana, usiondoke, usiende mbali. Na tunamwambia Kristo usiondoke kwa sababu tunampenda yeye. Anajibu kwa neno hili, mkinipenda mtashika amri zangu. Tujiulize ndugu zangu katika Kristo, je, kweli tunampenda Yesu Kristo? Kweli tunampenda Yesu? Wakati fulani tunaweza kujikinai kwamba tunampenda, ila tukidaiwa moyo wa kutoa sadaka, moyo wa kujisadakisha sisi wenyewe, huwa tunakimbia na kumkana Yesu Kristo. Tunaweza tukalia tukasema tunakupenda Yesu, lakini tukiambiwa tushike maagano, au yeye akitukumbusha maagano yetu sisi kama Wakristo, tunayakataa. Tunaweza tukajikinai kwamba tunampenda Yesu Kristo, tunamlilia Kristo asituache, lakini akituambia tutii, huwa tunakimbia. Ndugu zangu, inawezekana tukawa tunasema tunampenda Yesu Kristo ni kwa sababu ya mazingira tu, ni kwa sababu ya hali tunazopitia, lakini hali zikiwa nzuri kabisa tunamkana Yesu Kristo huyu. Ndugu zangu, naomba niwaambie kitu hapa. Wakati mwingine tunaweza tukasema tunampenda Yesu Kristo ni kwa sababu ya woga wa maisha ya baadaye, au kwa sababu ya woga wa maisha tunayopitia, au kwa sababu, narudia, kwa sababu ya hali tulizo nazo, kwa sababu ya changamoto, misongo na matatizo, magonjwa. Tunamlilia Kristo tukisema tunampenda asituache, ila nafsini mwetu ni waongo sana. Akitujibu sala zetu au akituitikia na kunyoshia mkono, tunamsahau kabisa. Huo sio upendo, ni upendo wa woga. Huu ni woga wa nafsi ambao Yesu Kristo akusema mkiniogopa mtashika amri zangu, bali mkinipenda mtashika amri zangu. Tunaishi katika ulimwengu ambao tunampenda Yesu Kristo kwa sababu ya woga, na ndio hicho Kristo anatuangalia, anasema, wanangu, si sawa. Wanangu, naondoka, lakini naomba mtafakari hicho mnacho kitafakari ndani ya mioyo yenu, mnachokifikiria, mnachokiishi si sawa. Sikusema mniogope, sikusema muogope maisha yajayo, sikusema nyinyi mkae tu kana kwamba itakuwaje baadaye, bali mnipende na mshike amri zangu. Na hayo yanaweza kashuhudiwa. Tuangalie ulimwengu tunaoishi sisi. Ni kweli tunashika amri? Ni kweli tunampenda Yesu Kristo? Tunaishi sisi wenyewe, nasema ni uongo, kwa sababu sisi kwa sisi wenyewe hatupendani. Hatumshuhudii Yesu Kristo kwa matendo yetu. Unakuta hatupendani, hatusaidiani, tunasimangana, tunasemana mabaya, tunaombeana mabaya, wengine wanapelekana kwa waganga, kurugana, wengine basi kupigiana ramli, kufurahia mwingine akianguka. Unashangaa, huyu ni Mkristo anayesema anampenda Yesu, lakini anashindwa kushika amri ya upendo ambayo iliwekwa katika karamu hii. Mkumbuke haya maneno aliongea akiwa katika karamu ya mwisho, na aliwaambia nawapa amri. Amri aliyowapa ni amri kuu ya nini? Ya upendo. Je, tunaishi hiyo amri? Tunaishika? Jiulize kila mmoja kwa namna yake. Namna gani maisha yako yanaakisi kwamba kweli unampenda Yesu Kristo, kwa kuishi na watu wengine vizuri, kwa kuwapenda watu wengine vizuri? Ndugu zangu, naomba niwaambie, mwisho wa siku Yesu Kristo hatatuuliza mambo makubwa sana, hatatuuliza mambo mengi sana. Atatuangalia na kutuambia tu namna gani uliishi upendo. Nalikuwa na njaa ukanipa chakula, nalikuwa mgonjwa ukaja kunitazama, nalikuwa uchi ukanivika, nalikuwa kifungoni ukaja kunitembelea. Ingia katika furaha ya Bwana wangu. Ndugu zangu, na ndio hayo Kristo anayotaka tuyafanye. Tukisema tunampenda Yesu Kristo, tujiangalie tunaishi vipi na watu wengine. Tuangalie ngazi ya familia. Baba, mama, unaishi vipi nao ndani ya familia yako? Kwenye koo zetu tunaishi vipi sisi ambao tunajiita Wakristo? Ofisini kwetu tunaishi vipi? Kwa majirani, kwenye jumuiya, kanisani tunaishi vipi?
Inawezekana saa nyingine mtu ana jina kabisa la mtakatifu, mtenda mema kabisa, lakini anayoyaishi ni tofauti kabisa. Unasema wewe unaitwa nani? Anakutajia jina la mtakatifu. Mfia nini tena? Aliyefia imani, lakini yeye anayoyaishi si sawa. Kristo anasema mkinipenda mtashika amri zangu. Watu wengine, siku moja nilikuwa nawaambia, kwa kushika hii amri au kwa saa nyingine kwa kushika hii amri unaweza ukapiga hatua. Watu wengine wameinuliwa kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya kauli zao, kwa sababu ya kuishi vizuri na watu. Watu wameongelea mema, wamenyanyuliwa kwa kuishi upendo. Wengine wameshuka, hawakupiga hatua kwa sababu hawakuweza kuishi upendo na watu wengine. Unakuta saa nyingine mtu ana kabiashara kadogo, mtu kwenye kaofisi ndio kwanza ameanza kazi, lakini idadi ya maadui aliyo nao ni kubwa sana. Mtu kabiashara ni kadogo, lakini maadui ni wengi sana. Utapiga hatua saa ngapi? Jiulize mara 2 mara 3. Leo unashangaa wewe, idadi ya maadui mbona inakuzidi? Inazidi idadi ya wateja. Sasa utapiga hatua kweli ndugu zangu? Niulize mara zote. Je, ofisini mwako unakoishi maadui ni wangapi? Ndugu zangu, niwaombe leo, mkinipenda mtashika amri zangu. Tumpende Yesu, lakini upendo uonekane kwa matendo. Namna gani tunaishi na watu wengine? Kama una maadui wapunguze. Kama kuna watu wanaongea maneno juu yako, hebu jaribu kujisahihisha basi, upige hatua. Kwa nini kila saa usemwe wewe? Unaweza kusema ananisema, lakini wewe una nini? Jiulize mara 2 mara 3 ili upendo uweze kudhihirika. Ni kuombe leo, samee, ishi vizuri na watu, ongea vizuri na watu, penda familia yako, jitoe kwa mambo ya kimungu, sali na muombe Mungu asikuache. Tumsifu Yesu Kristo. Mkinipenda mtashika amri zangu. Tusiache hicho. Jambo la pili ambalo Yesu analiongea na ni zuri sana, anasema sitawaacha ninyi yatima. Ambaye nako sitawaacha ninyi yatima. Sitawaacha ninyi yatima. Anasema hivyo kwa sababu anatuachia Roho Mtakatifu, Roho mfariji, Roho mshauri, Roho mwenye nguvu ambaye anatuongoza. Haya ni maneno matamu sana ndugu zangu, niwaambie, ambao Yesu Kristo anayaongea. Nasema hivi kwa sababu mazingira haya anaongea maneno ya mwisho. Unanielewa? Maneno ya mwisho. Yaani anakaa na wanafunzi, anaangalia, anajua kabisa mioyo yao hao wafuasi haiko sawa. Wafuasi hawa mitume wametembea naye, wamekula naye, wamejifunza mengi kutoka kwake. Twende katika mazingira hayo na muelewe kwanza. Alikuwa mwalimu wao, alikuwa kiongozi wao, alikuwa rafiki yao, alikuwa mlinzi wao, alikuwa kiungo chao na Baba. Wakati wakiwa katika gharika mbalimbali, wakati wa mawimbi, aliweza kutembea na kuambia mawimbi haya tulia. Wakati fulani wa magonjwa, aliweza, kama nakumbuka, alipoenda nyumbani kwa huyu mkwe wa Petro, alifika akamponya. Kwa hiyo walikuwa wanashuhudia mengi kutoka kwake. Wakati mwingine, wakati wa njaa, walishuhudia watu wakipewa chakula. Leo anawaambia bado kitambo kidogo mimi amnioni. Ndugu zangu, naomba niwaambie, ni kitu ambacho kinasikitisha sana. Ni ukweli usiopingika kabisa. Woga lazima uliwajaa sana. Ni ukweli usiopingika kwamba walichanganyikiwa, walisikitika, mawazo yao yalikuwa si sawa. Ndugu zangu, naomba niwaambie, kupoteza kulichana mioyo yao. Hawa wanafunzi walikuwa na huzuni, wakijua kabisa watabaki peke yao. Watatembeaje tena? Ni kitu ambacho kinasikitisha sana. Yesu anawaangalia, anawaambia, hapana wanangu, sitawaacha. Wanangu, sijawaacha. Hamtasimama peke yenu, hamtaachwa. Sitawaacha bila kiongozi, bila mtu akuatia nguvu, bila mfariji. Nitakuja kwenu na kutimiza yote kwa namna nyingine. Anawaambia nitawajia kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ni maneno ya faraja sana ambayo mimi na wewe ndugu zangu yanaweza akagusa pia maisha yetu. Roho Mtakatifu si kitu cha ziada katika imani yetu. Roho Mtakatifu si nguvu iliyo mbali nawe. Roho Mtakatifu si dhana ya kiroho, bali ni kweli Mungu yuko pamoja nasi. Mwambie mtu yoyote ambaye unaona anapitia masikitiko au anajiona ameachwa, anajiona yu yatima, wakati fulani wa upweke wa maisha,
mwambie Mungu hajakuacha. Hauko peke yako. Wewe si yatima. Una Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huyu mara nyingi anakufariji pale moyo wako unapovunjika. Roho Mtakatifu mara nyingi anakutia nguvu pale unapohisi ukata tamaa. Ni Roho huyu anayekuongoza pale unapopotea njia na kutojua ufanye nini. Ni Roho huyu anayekusahisha kwa upendo na upole na kurudisha katika njia pale unapokosea au kupotea. Ni Roho huyu anayekusukuma mbele pale woga unapokurudisha nyuma. Ni Roho huyu wakati fulani anayesali kwa ajili yako, kwa sababu wakati mwingine unakosa maneno ya kuongea mbele ya Mungu. Unafika mbele ya Mungu una cha kusema, umeishiwa. Amini usiamini, ni Roho huyu anasimama na kulia Aba, kama Mtume Paulo aliposema katika nyaraka zake. Ni Roho huyu wakati fulani anakukumbusha usisahau wewe ni nani na umeumbwa kwa ajili ya nani. Anakuambia wakati fulani, wewe ni baba, wewe ni mama, usifanye hivi, tembea hivi. Ni Roho huyu, haujaachwa peke yako. Maneno haya ya Kristo yanatimia kila siku ya maisha yetu. Je, huwa tunamsikiliza huyu Roho? Huwa tunasikia hii sauti nayo inaongea na sisi? Ni jambo la kujiuliza sana. Roho Mtakatifu kama alivyosema Yesu, hakusema kwamba atakuwa pamoja nanyi. Hapana. Bali alisema atakaa au atakuwa ndani yenu. Kuwa ndani yenu maana yake Roho huyu atakuwa karibu na wewe, kunong'oneza ukweli usiotaka kuusikia. Wakati fulani Roho atakwambia hapana, mwanangu, unachofanya sio. Hii njia unayopitia sio. Huu gomvi unaoingia sio. Haya majungu uliyoyabeba sio. Hii kinyongo ulichokibeba sio. Wakati fulani Roho anaongea ukweli ambao hataki kuusikia. Ni Roho huyu wakati fulani anatuliza mawimbi ya maisha yako pale yanapokuzidia. Ni Roho huyu anakuinua pale uoga unapokuzamisha. Ni Roho huyu wakati fulani anainua nafsi maisha yanapokusonga. Roho Mtakatifu yupo. Roho Mtakatifu anafanya kazi. Kristo hajatuacha. Siku zote mwambie anayepitia changamoto, anayepitia magumu, hauko peke yako. Hauko peke. Hata kama unahisi hivyo, hauko peke yako. Hujaachwa katika magonjwa, hujaachwa katika familia hiyo, hujaachwa katika msiba huo, hujaachwa. Roho Mtakatifu yuko pamoja nawe. Hujaachwa peke yako hata kama watu watakuacha. Haujaachwa peke yako yatima hata wakati fulani unahisi upweke ndani mwako. Kristo nasema hivi kwa sababu ni mafundisho makubwa Kristo anaongea katika karamu ya mwisho. Ni haya anayetuambia sisi kwamba wanangu, sijawaacha. Roho Mtakatifu yuko pamoja nanyi, yupo pamoja nawe hata pale ambapo unaona kabisa Mungu hayupo. Yuko pamoja nawe sehemu ambayo mwingine hawezi kwenda. Yeye yuko pamoja nawe. Angalii historia yako, angalii mapito yako, angalii utakuwaje, angalii jamii na kuonaje, bali anaangalia umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hawezi kukuacha. Amini usiamini. Ni Roho anayekufariji pale ambapo hata kama maneno hayatoshi kutoa faraja. Roho Mtakatifu yupo, msikie yeye. Ni Roho Mtakatifu anayejaza upweke pale ambapo unajihisi uko peke yako. Nairudia tena. Ni Roho huyu anayeongea na kusimama na wewe hata wakati miguu imeishiwa nguvu. Wakati fulani unaweza ukajiona kana kwamba umekufa, maisha hayana maana. Roho huyu anatia uhai, anakwambia mwanangu, amka. Kristo bado yupo pamoja na sisi. Alipoahidi Roho Mtakatifu, naomba niwaambie Yesu Kristo hapa katika karamu hii, wanafunzi walifurahi. Wanafunzi waliona kwamba hajaachwa. Mimi na wewe hatujaachwa. Yesu yuko pamoja nasi daima kwa Roho wake. Yesu anatutia nguvu katika vita tunavyopitia kwa njia ya Roho wake. Yesu anatuongoza pale tunapochanganyikiwa. Anatuahidi upendo wake pale ambapo upendo unakosekana kwa namna nyingine. Yoyote yule ambaye utakutana naye, mwambie Mungu hajafanya nini? Hajakuacha. Wewe si yatima. Wewe si mpweke mbele ya Mungu. Ukijihisi hivyo, basi mwite Yesu. Mwambie Yesu, uliahidi kwamba hutaniacha. Mbona nahisi kuachwa? Utasikia Roho wake akiongea pamoja na wewe. Ukihisi kwamba umepotea, mwite Roho wa Mungu akuelekeze kitu gani cha kufanya. Ukihisi kana kwamba udhaifu, muombe Roho wa Mungu akutie nguvu. Ukihisi kuchanganyikiwa, mwambie Mungu akupe hekima. Huyu Roho yupo na anafanya kazi. Haujasahaulika mbele ya Mungu, hautembei peke yako mbele ya Mungu.
wewe mbele ya Mungu si yatima. Maneno haya ya Kristo anayeongea na wanafunzi wake yasikike tena ndani ya moyo wako. Kristo anaongea nawe kupitia sakramenti zake, anaongea nawe kupitia Roho Mtakatifu huyu katika maandiko matakatifu, anaongea nawe kwa sauti ambayo wakati fulani unaweza ukajaribu kuizimisha, lakini bado ipo. Kristo atatembea nawe sasa na hata milele. Amina. Haujaachwa peke yako. Mungu akubariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.